Habari za muda huu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko. Matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako endelea kutufuata kwa muda na saa kama hizi. Nayo furaha tele ya kuweza kukualika katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 26 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, ikiwemo jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Kama kawaida asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, tunayo mengi ya kuweza kukujuza. Tutakujuza kile ambacho kinaendelea uko Kilungutwe, maeneo pia ya uko Kamituga. Tutajelekeza pia Masisi na sehemu za Uvira ili tupate kukuarifu yote yanayoendelea maeneo hayo. Na kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi tutazungumzia kuhusu ni wanani wanaoharibu usalama, ni wanani wanaoharibu mji wa Uvira. Je, ni FARDC aiza ni wazalendo? Kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi tutawahalika wakuu viongozi wa wazalendo kutoka uko tarafani Uvira. Kwa hivyo ili uendelee kupata habari zetu, na kusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi ili na uendelee kuzipata kama kawaida. Hapa unazipata zile za ukweli na za uhakika kutoka kwenye uwanja wa mapambano. Hivyo na kusihi kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Na tumai ya kwamba utakuwa salama usalimini popote ulipo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu. Na sasa tufungue ukurasa wetu wa habari na habari kutoka uko tarafani Mwenga katika mji wa Kamituga, ambako wakahaji wa mji wa Kamituga uliopo katika tarafani Mwenga wamelala kwa hofu kubwa usiku wa jana kufuatia milio mikubwa ya risasi iliyosikika tarehe 25 Novemba mwaka wa 2025. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka eneo hilo, vinasema kwamba milio ya risasi ilianza kusikika majira ya saa 9 mchana. Baada ya kutulia kwa muda mfupi, hali ya tamruki ilirudi tena katika majira ya saa 11 jioni, wakati risasi ziliposikika kwa wingi zaidi, hali iliyosababisha wasiwasi miongoni mwa wakahaji wengi wa mji huo wa Kamituga. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa chanzo cha vurugu hizo huenda ni kutokana na kitendo cha baadhi ya askari jeshi wa FARDC waliotoka kwenye uwanja wa vita huko Kilungutwe. Inadaiwa kuwa wapiganaji hao wa FARDC ambao wamekimbia kutoka huko kwenye uwanja wa vita maeneo ya Kilungutwe, walipowasili maeneo ya Kamituga walitaka kuanza kuwaibia raia mali zao, jambo ambalo lilikutana na upinzani mkali kutoka kwa askari wenzao wa FARDC pamoja na wanajeshi wa Burundi ambao wanaendelea kulinda eneo hilo. Shere zaba sodo miibyo somoni baibaki na ale ndege bayaki na retour boye bakanisi susu bakoiba loro to deployer mboka mubimba awa ndena zolo ba biso tozana ba polisi awa na Barundi aloro bangota ngo ba monitor deployer boye to kase bango baiba nde babandi desordre na aloro Barundi na ba konzi balandi bango efoto botola bango bahari mbe po drezali ya ko désarmer bango so baboyi to beta bango nde masacho anozoka bakimi kote ya bakei ba misu bakimeli nzela nini ya sawa. Mvutano huo unadaiwa kusababisha uporaji wa silaha na hatimaye kusababisha pia milipuko ya risasi ulioweka wananchi katika hali ya tamruki na kukosa usingizi usiku wa tarehe 25 kuamkia tarehe 26. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi ya vifo au majeruhi iliyoripotiwa, na wakahaji wanaendelea kutaka utulivu urejeshwe haraka iwezekanavyo. Hiyo ni hali halisi ya kile ambacho kimeripotiwa uko Kamituga Center, ambako ghafla katika majira ya mchana milio ya risasi ilianza kusikika kwa wingi katika maeneo hayo, huku wananchi wakisemea kwamba ni wanajeshi wa FARDC waliotoka kwenye uwanja wa vita wasili maeneo hayo ya Kamituga na kutaka kuanza kuwaibia raia. Kilungutwe. Hali ya usalama endelea kuwa ya wasiwasi maeneo ya Kilungutwe. Hiyo ni baada ya mapambano makali yaliyoripotiwa hiyo jana tarehe 25 Novemba mwaka wa 2025
kati ya vikosi vya waasi wa AFC M23 dhidi ya vikosi vya wazalendo wakiwaunga mkono jeshi la taifa FARDC. Kwa mujibu wa taarifa kutoka maeneo hayo ni kwamba waasi wa M23 walifanikisha kuingia maeneo ya Kirungutu asubuhi, lakini baadaye walikutana na upinzani mkali kutoka kwa wazalendo ambao waliwaweka kwenye mtego. Baadaye wakaja kukomboa maeneo hayo na kuwarejesha waasi hao nyuma zaidi. Taarifa hizi zinathibitishwa na mmoja kati ya wakahaji kutoka Kilungutwe ambaye ameongea nasi katika njia ya simu na kueleza picha halisi ya kile ambacho endelea huko Kilungutwe kwa sasa. Jambo wa ndugu wapendwa katika Yesu, tunawasalimu. Siku ya leo ni siku ya pili ya mwezi hii ya 11. Kweli tunashukuru kwa majeshi ya wazalendo pamoja na FARDC wamoja ambao walibaki imara kwenye shamba la vita hapo Kirungutwe. Tunawapongeza na kuwapa pole na Mungu aendelee kuwabariki, kwa sababu wazaliwa walindi walikosha kwa muhali ya heka kulingana na mahabari ambao walikosha toka kule, na wasoda ambao pia wafunzo ambao walianza pora vitu vya watu Kidasa, Kalama, Muimbili na Ilemba pale na Mukasa. Iliacha watu muhali ya boga sana, na ikaanza tapanywa kusema M23 inaingia mtaani Mwenga. Hapana, tunapima kuuliza wa ndugu zetu ambao wanapatikana Kirungutwe, wanasema wameshimama imara, hawajavuka hata mpaka moja ya tarafa letu la Mwenga, hawajavuka hata mpaka saizi. Tunauliza wote ambao wako Kirungutwe, tunauliza chef wa societe civile ya pale Kirungutwe iko sai kitwa Baluzi, anatuambia habajavuka. Tunauliza chef de groupement wa Lwindi, anasema hawajavuka. Kumbi pamoja na ile wakaaji wa Lwindi, mkwe na roho ya utulivu na roho ya busara na roho ya kuvumilia, habajavuka. Tuweke matumaini yetu ku majeshi yetu ambao inakamata ulinzi ya tarafa la Mwenga. Aksanti. Kwa kweli hapa mjini Kamituga na shie tungali wazima, tuko bien bila shida yoyote. Tunawasalimu wote ambao wanapatikana Mwenga Center, ndani ya sheferia Lwindi, sheferia Burinyi na Ruinja, wote tunawasalimu. Kwa neema ya Mungu tunaamini kama teritwari yetu itendelea kushimama tu na hamtakuwa vita, kwa sababu tunaomba usiku na mchana. Asante. Hivyo mpendwa msikilizaji, habari za mapambano zinabadilika kila saa na kila sekunde. Hiyo ni kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa sasa huko maeneo ya uwanja wa mapambano. Hivyo wawezekana ukasikia taarifa hii kwa sasa, lakini baadaye ukasikia taarifa nyingine ukakuwa na maswali. Inatakiwa kuelewa kwamba hali ya usalama, aidha habari za vita huwa hazigandi, kwa sababu ni kama mechi. Yawezekana ukasikia kwa sasa mambo yako hivi, lakini baadaye mambo yakabadilika. Lakini hizo ni habari za moja kwa moja kutoka huko kwenye uwanja wa vita maeneo ya Kilungutu, ambazo tumezipata kwa duru zetu ambazo zinapatikana maeneo hayo. Na kabla tujielekeze kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi, tujielekeze pia huko maeneo ya Walikale ambako kuna hali tete imeripotiwa tena katika kijiji cha Buhimba kilichopo katika kundi la Waloa Yungu tarafani Walikale huko Kivu Kaskazini, baada ya mapigano makali ya siku 3 mfululizo kati ya waasi wa AFC M23 na jeshi la serikali FARDC wakishirikiana na wanamgambo wa Zalendo. Jumapili iliyopita, waasi wa AFC M23 walichukua udhibiti wa eneo hilo muhimu baada ya mapigano dhidi ya majeshi ya serikali pamoja na wazalendo. Lakini Jumatatu asubuhi, majeshi ya serikali na wazalendo walirejea tena kwa nguvu na kuwafurusha waasi kutoka maeneo ya Buhimba, eneo ambalo hadi sasa linadhibitiwa na jeshi la taifa FARDC. Waasi walikimbilia maeneo ya Kasopo na Mahanga katika eneo la Oso Wanyungu baada ya kuchoma moto kambi za wazalendo na nyumba 2 za wakahaji huko Buhimba. Kufuatia utulivu huu wa muda na kurejeshwa kwa udhibiti wa Buhimba mikononi mwa serikali,
masoko ya Ngenge na Mukoberwa yameanza kufanya kazi tena leo yameanza kufanya kazi hiyo jana Jumanne tarehe 25 Novemba mwaka wa 2025, ingawa kwa hali ya kusuasua zaidi. Hata hivyo, mpaka sasa wakazi hawajarudi katika vijiji vyao kikamilifu. Hiyo ni kutokana na hali ya tamruki ambayo endelea kuripotiwa kila kukicha kufuatia kusonga mbele kwa wahasi wa AFC M23. Na tukijelekeza huko Kabare ni kwamba muungano wa Pamoja kwa Amani umeeleza wasiwasi mkubwa kutokana na mauaji na kuuawa kwa raia bila kufuata utaratibu, matukio ambayo yanaendelea kuongezeka katika jimbo la Kivu Kusini, hususan katika kijiji cha Katana wilayani Kabare. Usiku wa tarehe 23 kuamkia tarehe 24 Novemba, muungano huo unaripoti kwamba takriban watu 12 walikamatwa na baadaye kuuawa bila kufikishwa mbele ya sheria na wahasi wa kundi la AFC M23. Waasi hao waliwatuhumu waathirika kuwa wanashirikiana na kundi la wazalendo au kwamba ni wanachama wa kundi hilo la kujilinda linalounga mkono jeshi la serikali FARDC. Waathirika walikuwa na umri kati ya miaka 20 hadi 40. Miongoni mwao kulikuwa na mgonjwa aliyelazimishwa kutolewa katika kituo cha afya kabla ya kuuawa. Aidha, Pamoja kwa Amani inalahani mauaji mengine ya aina hii, ikiwemo tukio la tarehe 21 Novemba huko Kaniola wilayani Walungu, ambako vijana wawili wa familia moja waliuawa na kuzikwa kwenye shimo la pamoja na wapiganaji wa AFC M23. Matukio haya yanaonyesha kuongezeka kwa kiwango cha vurugu na ukatili katika eneo hilo na kuthibitisha kwamba hali ya usalama na kibinadamu bado ni tete katika maeneo hayo ya Kabare, jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Muungano huo wa Pamoja kwa Amani unatoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua dhabiti ili kuhakikisha kwamba inarejesha usalama maeneo yote ambako wahasi wa M23 wanaendelea kutekeleza vitendo vya ukatili dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Na sasa, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, jielekeze ndani ya mji wa Uvira. Huko ni tarafani Uvira ambako kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi tutawaalika wakuu viongozi wa wazalendo kutoka huko tarafani Uvira, tukiwa na pointi kuhusu ni wanani wanaoharibu mji wa Uvira. Je, ni FARDC au ni wazalendo? Kwa sababu maneno yamekuwa mengi tarafani Uvira baada ya tukio liliripotiwa Jumapili tarehe 23 kati ya FARDC na wazalendo, kuliripotiwa na mapambano makali ambayo yaliweza kusababisha watu kufariki dunia, lakini pia wengine kujeruhiwa. Sasa kuna utata, ni wanani ambao wanaharibu mji wa Uvira? Ni wanani ambao ndo chanzo cha vurugu ambazo zinaendelea kuripotiwa kila kukicha ndani ya mji wa Uvira? Na hivyo kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi, kama unavyofahamu mpendwa msikilizaji, ni kipindi ambacho kinakuletea maoni mbalimbali, kinaleta maoni ya watu mbalimbali kwa ajili ya kujenga na kutafuta ufumbuzi wa tatizo. Na leo kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi tutakuwa naye kiongozi Rene Itongwa, akiwa moja kati ya viongozi wa wazalendo kutoka huko tarafani Uvira ndani ya mji huo. Lakini pia tutakuwa naye kiongozi mwingine wa kizalendo ambaye anajulikana kwa jina la na Luvumbu Kibambala. Pia atakuwa moja kati ya washirika wetu kwenye kipindi hiki cha Sauti ya Mwananchi, ambako siku ya leo tutazungumzia ni wanani wanaoharibu mji wa Uvira. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, na wewe pia unaweza kujiunga nasi kwa kuweza kusubscribe channel hii, lakini pia kusambaza habari zetu, aidha kucomment, na kwenye comment usisahau kutuambia unatufuata kutoka nchi gani. Sasa moja kwa moja tunawakaribisha viongozi kwa kipindi chetu hiki cha Sauti ya Mwananchi, ambacho siku ya leo tunazungumzia ni wanani wanaoharibu mji wa Uvira. Ni wanani ndo wanakuwa chanzo cha vurugu na milio ya risasi kusikika kila kukicha ndani ya mji wa Uvira. Ni wanani ambao wanahusika kwa kiwango kikubwa sana na kuzorotesha usalama ndani ya mji wa Uvira? Je, ni wazalendo aidha ni FARDC? Karibu viongozi.
Mimi ni Rene Itongwa, mzalendo wa ukweli mwenye kupigania nchi na taifa lote la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa tunapatikana katika tarafa la Uvira, Fizi, Mwenga. Ndio tunafanya maaction zote operationnel. Mnauliza probleme ya situation sécuritaire ya Uvira. Benye banaharibu situation sécuritaire ya Uvira ni batoto ya Uvira, Bavira, Bafuleru. Abiko vitu vya kufichikana. Basivalishe bazalendo bote, aseme bazalendo hapana. Bavira na Bafuleru, batoto ya Uvira. Pourquoi tuseme vile? Tunasemea juu ya msantre vile ya Uvira. Ukienda Kalundu, benye biko pale Kalundu ni batoto ya Uvira, Bavira, Bafuleru. Kiongozi wabo ni Kuruninga. Tunaenda Quartier Songo, tunaenda kuta kiongozi mwenye iko pale ni Landa Bango Uruma. Huyu Kuruninga ndo ajaua, ndo jina yake ajaua. Na ule Uruma Landa Bango. Kwa hiyo ukishuka Mlongwe munajua wenye biko Mlongwe. Ukienda Kasenga unakuta wenye biko Kasenga. Na batoto wenye biko hapo ni batoto ya hapa Uvira, hakuna etranger mwenye iko na vuruga usalama wa hapa na kupiga masasi. Haiko, ni ebo batoto ya hapo. Kalundu, Songo, Mlongwe, Kasenga na Kavimvira. Na bakomanda bote benye biko hapo ni Bafuleru na Bavira. Hakuna ingine kabila yenye iko muabo bakomanda. Bakomanda bote biko hapo ni Bavira na Bafuleru. Na heo ndo biko napiga masase. Hapo Kalundu ukifika ni masase kila mara. Barriere ya Muvile, msantre ville. Hebo balikatia barriere mbili. Pale kwa Kalogota barriere moya. Na hapa nani kubarabara kupandia kubapadiri kupozisio za barriere ingine. Banatia barriere ya msantre ville. Bana déranger population pale grave. Ba autorité ya leta biko banaona. Ba viongozi yabo kama vile coordinateur wabo Alexi iko pale iko naona na wengine mebana baapuye. Ukienda hapo kwenye Landa Bango iko masase kila siku ni desordre. Na ukiangalia mubinywa yabo venye biko banatoka mule ni tribalism. Abapendi kusikia Mubembe, abapendi kusikia ingine kabila. Ni ebo tu. Sasa ebo tena bamwene mungini yabo kama vile Uvira ndo bakwanza tena kuvuruga usalama wa Uvira. Alikuwa ni kiongozi Rene Itongwa akiwa moja kati ya viongozi wa wazalendo kutoka uko tarafani Uvira ndani ya mji huo, akionyesha yale ambayo amehisi ni wanane ambao ndio chanzo cha vurugu kuripotiwa mara kwa mara ndani ya mji wa Uvira kati ya FARDC, lakini pia kila kukicha kusikika kwa milio ya risasi isiyokuwa na sababu ya msingi. Na sasa tumsikilize kamanda na Luvumbo Kibambala, na yeye anazungumzaje kuhusiana na pointi hii ya wanani ndio wanahusika na kuzorotesha usalama ndani ya mji wa Uvira. Ni na Luvumbo Kibambala. Uvira nakuja pia kuunga mkono maneno aliyoyazungumza General Rene, kusema ya kwamba wanaoharibisha Uvira ni watoto wa Uvira, ni wanatife wa Uvira ndio wako wanaharibisha Uvira. Alisema vizuri sana, hakupengama, hapana, alisema vizuri sana. Ni mambo ya haya, ni mambo ya haya tuko tunasikia haya ndani mwetu, kusema ya kwamba sisi watoto wa Uvira ndio tulete masasi kila siku, masasi mu Uvira. Tutakuwa deja na mashaka,
tutakuwa deja na mashaka, na mashaka ni adui wa imani, mjue hivyo. Mashaka ni adui wa imani. Masasi kilia, unasikia ni watoto wa Uvira, sitawataja majina lakini wanajijua wao peke ndio wako wanapiga masasi huko Uvira. Naam, natumai kwamba umeweza kusikiliza yote mwanzo mpaka tamati, mpendwa msikilizaji, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 26 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli. Hivyo ili uendelee kuzipata habari za nchi na kujiabone, inamaanisha kuwa na kusubscribe channel hii, kukomenti, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Asubuhi ya leo ulikuwa nami Ramsey Ramadhani, na kutakia kila laheri na siku njema kwako. Bye bye.